Mungu kimsingi sio zile herufi 5. Mungu ni usahihi wa kunena na kutenda. Yaani Mungu ni kuishi ilivyotakiwa, ni kufanya ilivyotakiwa. Kwa mfano tukisema tunaokoka ili tuache dhambi, maana tunaokoka ili tuache kufanya isivyotakiwa, kwa sababu kufanya isivyotakiwa tungeumia. Kwa dhambi hatuiachi kwa sababu yani ni kanisa limeelekeza iache dhambi. Tunaiacha, tunaiepuka, tunatafuta kila njia za kuiepuka, kwa sababu yani ukikosea apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda miba utavuna miba, itaanza kuchoma. Kwa swala la kuiepuka dhambi, kuikimbia dhambi, kuyakimbia mazingira ya dhambi, ni kwa sababu kukosea kufanya utaenda kupata matokeo ya kule kukosea kwako. Na tukisema kumwabudu Mungu ni usahihi wa kunena na kutenda. Ndio maana hata wewe tu kwenye siku yako yote, kila kitu ukifanya vizuri, ukaongea vizuri, ukao una maeneo mengi ambayo umeongea, kuna maneno yamewabariki watu wamekwambia kwa kweli mtumishi, uage unakuja na siku nyingine, haya maneno yako yametubariki sana. Kwa kweli mtumishi, inaonekana una kitu cha maana. Utashangaa automatically wewe hiyo siku kama unakuja kwenye maombi, yani staili yako ya kuomba inabadilika. Unaanza kuomba kwa namna ambayo ni kama ndani ya maombi kuna kitu cha maana. Lakini uhalisia ni kwamba kwa nini tunaomba? Tunaomba ili tupate utulivu wa ufahamu unene sawasawa, utende sawasawa. Kuabudu kwenyewe, yani kuabudu, haya yote nayafanya hapa, niongoze, si kana kwamba vile tunavyoimba ndo anatuongoza. Mzee alishaisema maombi ni propaganda. Yani kwamba unapomwomba Mungu, Mungu nilinde ufahamu wangu, takasa, fanya hivi, automatically wewe kwenye akili yako mnaanza kujiprogram namna ya wewe kujilinda na yale mazingira. Yani kwamba Mungu sijui niepushe na hiki, nisaidie, nifanye vizuri. Wakati ule unaomba, yani wakati ule unatamka, sio kwa maajabu ya Mungu, kawaida tu hivi. Kuna vitu vinakuwa vinajiprogram kwenye akili kwamba hivi ninavyoomba Mungu anisaidie, na mimi nitafanya jitihada gani. Kuna vitu vinaanza kujiprogram kwenye akili. Hatukatai huo uwezo wa ziada, upo. Lakini nataka nikujulishe, kuna watu hata wachawi wanao huo uwezo. Amen. Mungu ni nini? Na hata tofauti kati ya Mungu, msaada wa Mungu, uponyaji wa Mungu na waganga, tofauti yao ni moja tu. Wanaweza kufanya yote ila hawatakwambia yani ili ni baya usifanye. Kwa wanaweza wakakuponya, sio wakatuliza magonjwa, sijui wanaweza wakakwambia bwana afuata masharti haya sijui ufanikiwa. Mimi ninachoamini dunia inaendeshwa na nguvu nyingi sana. Yani ziko nguvu za aina nyingi. Kuna watu wanawasha mshumaa wanauangalia, kuna watu wanaogea chumvi, kuna watu wanatembea na majani ya mbaazi yamefungwa kwenye kitambaa chekundu.